anakuja, Yesu yuaja tena. Kwa majina naitwa Kantona Anthony Hema, natokea katika kanisa la Vua. Somo letu la leo lina kichwa ambacho kinasemaje? Kutembea na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu. Sasa hivi tunaenda kusikia mahubiri yetu. Tubariki katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Basi karibu sana, uendelee na somo. Fungu kuu linatoka katika kitabu cha Yohana 8 mstari wa 12, naye inasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kama, bali atabaki kuwa nuru ya uzima. Amen. Heri ya siku ya wavumbuzi. Leo ni siku ya pekee sana kwa sababu wavumbuzi kote ulimwenguni, wavulana na wasichana, wanajifunza jambo moja muhimu: kutembea na Yesu. Ninaomba nikuulize swali. Je, umewahi kutembea na mtu unayempenda? Labda mama, baba, bibi au rafiki. Unapongozana na mtu mkitembea, unakuwa karibu naye, unamsikiliza, unakwenda wanapokwenda. Kutembea na Yesu ni sawa na hivyo, lakini ni zaidi ya hapo. Yesu anasema katika Biblia kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Nuru hutusaidia kuona, nuru hutufanya tuishi salama, nuru hutuonyesha mahali pa kwenda. Amen. Tunatembea na Yesu kila siku. Yeye hutusaidia kufahamu nini kilicho sahihi, nini kilicho cha upole, nini kilicho cha upendo. Urafiki wa karibu wa kila siku na Yesu unaitwa ushirika. Leo tutajifunza kuhusu kutembea na Yesu kwa kujifunza mtu mmoja katika Biblia aliyetembelea kwa ukaribu sana na Mungu aitwaye Musa. Musa alikutana na Mungu. Musa hakumjua Mungu vyema. Musa alipokuwa mtoto mchanga, aliokolewa kutoka hatarini. Alikuliwa katika jumba kubwa lenye mavazi ya kifahari na watu mashuhuri. Lakini ingawa alikuwa na vitu vingi, Musa bado hakujua mpango wa Mungu kwa maisha yake. Siku moja Musa alikuwa mbali akichunga kondoo. Kulikuwa kimya, kulikuwa kawaida, halafu jambo la ajabu likatokea. Musa aliona kichaka kikiwaka moto, lakini kile kichaka hakukiteketea. Mungu alinena na Musa kutoka katika kile kichaka. Mungu alikuwa akimwalika Musa kutembea pamoja naye. Musa alikuwa anaogopa, lakini alisikiliza. Biblia inatufundisha kwamba Musa hakujifunza kutembea na Mungu kwa siku moja tu. Alijifunza kwa kutumia muda wa Mungu kila siku. Ellen G. White anatueleza Musa aliandaliwa kwa kazi yake kwa miaka 40 ya ushirika na Mungu alipokuwa akichunga mifugo ya Yethro. Hii inamaanisha kwamba Musa alizungumza na Mungu, akamsikiliza Mungu na kumtumaini Mungu. Siku baada ya siku, kutembea na Yesu huchukua muda, na hilo ni sawa. Kutembea kwenye jangwa la Mungu. Baadaye Mungu alimwomba Musa awaongoze watu wake kutoka Misri. Hii haikuwa rahisi. Watu walipaswa kutembea jangwani. Jua lilikuwa kali, usiku ulikuwa giza, wakati mwingine watu walihisi woga.
lakini Mungu hakuacha peke yao. Kutoka 13 mstari wa 21. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano na kila siku ndani ya moto mfano nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Wakati wa mchana Mungu aliwapatia wingu, usiku Mungu aliwapatia nguzo ya moto. Mungu aliwaonyesha kuwa yuko pamoja nao, nitawaongoza, hawako peke yao njiani. Ellen G. White anaeleza kwamba alifahamu hatari iliyowazunguka watu wake na hawakuweza kuwaacha watembee peke yao. Mara nyingine tunaweza kuhisi kuwa tunatembea jangwani, shule mpya, siku mbaya, kuhisi upweke, woga. Lakini Yesu ameahidi kuwa nuru kama alivyokuwa kwa Musa na wana wa Israeli. Musa azungumza na Mungu kama rafiki. Moja ya mambo mazuri sana kuhusu Musa ni jinsi alivyokuwa karibu na Mungu. Biblia inasema Kutoka 33 mstari wa 11, Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, na usiku ndani ya moto wa nguzo. Hiyo haimaanishi kwamba Musa alimuona uso wa Mungu. Inamaanisha walizungumza mara kwa mara na waliaminiana. Mungu anatamani kuwa rafiki yao pia. Ellen G. White anasema maombi ni kufunga moyo kwa Mungu kama rafiki. Amina. Tunapoomba Yesu anasikiliza, Yesu anajali, Yesu anakaa karibu. Unaposoma Biblia au kusikiliza hadithi za Biblia, Yesu hunena na moyo wako. Amina. Huo ni muunganyiko, huko ni kutembea pamoja na Yesu. Amen. Jinsi wavumbuzi wanavyotembea na Yesu leo. Hauhitaji kuwa mtu mzuri ili kutembea na Yesu. Hulazimiki kujua kila kitu. Unapaswa tu kuchagua kutembea naye. Amina. Kila siku kuna njia rahisi ambazo wavumbuzi wanaweza kufanya hivyo. Omba kila asubuhi na usiku. Soma au sikiliza hadithi ya Biblia. Kuwa mwenye tune hata kama ni vigumu. Watii wazazi na viongozi. Saidia wengine na ushiriki upendo. Ellen G. White anatupa ushauri huu wa busara. Jiweke wakfu kwa Mungu asubuhi. Fanya ili kuwa kazi yako ya kwanza kabisa. Hiyo inamaanisha kuanza kila siku kwa kusema, Yesu tembea nami leo. Hitimisho, Yesu ni nuru yetu. Amina. Musa alitembea na Mungu, naye Mungu akamtumia kuubariki ulimwengu. Unapotembea na Yesu, yeye atakutumia wewe pia kuleta wema, kuleta ujasiri, kuleta nuru. Tukumbuke ahadi ya Yesu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa nuru ya uzima. Wavumbuzi, Yesu anatualika leo. Ongozana pamoja nami, niamini, kaa karibu nami. Namkaribisha mtumishi mwenzangu aje endelee. Haleluya.